Msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha Songa Kidigitali. Mimi ni Koleta Hume. Nami ni Beka Muhamba. Kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa Ubalozi wa Marekani Tanzania kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Programu hii ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali imelenga kuwajengea uelewa wa wananchi na kukuza ufuatiliaji wa taarifa za vyombo vya habari, kupata uelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kugundua fursa na hatari zilizopo katika maendeleo haya makubwa ya kidigitali. Kwa pamoja tumelenga kukuza hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa za vyombo vya habari, haswa katika maeneo ya vijijini katika zama hizi za kidigitali. Msikilizaji, katika sehemu hii ya 8 tutaangazia serikali, mtandao na upatikanaji wa huduma za umma. Sasa katika kulijadili hili juu ya matumizi ya huduma za serikali mtandao, tutakuwa na wanafunzi kutoka wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi mkoa wa Kigoma FETA, ambao watashiriki nasi uzoefu wao juu ya matumizi ya huduma za serikali mtandao. Lakini pamoja nao pia atasikika hapa Bernadetta Clement Matayo, afisa kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, akishiriki nasi juu ya mbinu za kujilinda mtandaoni. Pamoja naye pia tutakuwa na mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi, Assistant Inspector Magina Nsonda kutoka Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma, ambaye atajadili pamoja nasi juu ya sheria za Tanzania kuhusu dukuzi, lakini pamoja nayo atajadili kuhusu kesi za ulaghai mtandaoni. Kwa hiyo tukualike sana tuende pamoja, lakini na wewe una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0677 000009. Usisahau pia kutuandikia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X kwa jina la Main FM Tanzania mpaka mwisho wa kipindi hiki. Serikali ya Tanzania imehamasisha matumizi ya teknolojia ya kidigitali kwa kutoa huduma mtandaoni ili kurahisisha maisha. Badala ya kusubiri kwenye foleni ndefu, wananchi sasa wanaweza kulipa bili, kuomba vibali na kupata nyaraka za serikali kupitia mtandao. Hata hivyo, watu wengi bado hawajui jinsi ya kutumia huduma hizi au wana hofu ya ulaghai mtandaoni. Kupitia mwongozo huu, msikilizaji, utakusaidia kutumia tovuti za serikali kwa usalama na kuelewa faida za serikali mtandao. Sasa hebu tuanze kwanza kwa kuelewa tovuti za serikali pamoja na kupata huduma mtandaoni. Huduma nyingi za serikali sasa zinapatikana mtandaoni, hivyo inarahisisha mchakato wa maombi, kuongeza uwazi, lakini pamoja nayo ni kupunguza usumbufu. Kwa mfano, huduma za kawaida za serikali mtandao Tanzania, kuna IGA, hii ni mamlaka ya serikali mtandao na hiki ni kituo kikuu cha huduma za serikali mtandaoni. Lakini TRA, mamlaka ya mapato Tanzania, hapa ni masuala mazima ya malipo ya kodi mtandaoni. BRELA, wakala wa usajili wa biashara na leseni, hawakijihusisha na usajili wa biashara. Lakini NIDA, mamlaka ya vitambulisho vya taifa, hapa maombi na uhakiki wa vitambulisho vya taifa unafanyika. Lakini tovuti ya malipo ya serikali kwa maana ya GEPG, kwa maana ya malipo ya bili, ada na faini kupitia mtandao. Hebu tutazame mwongozo wa hatua kwa hatua wa kutumia tovuti za serikali. Mosi, jinsi ya kulipa bili mtandaoni kwa maana ya luku, maji, kodi za TRA na kadhalika. Hatua ya kwanza, tembelea tovuti rasmi za serikali. Mfano, hyperlink kwa kodi ni www.tra.go.tz na hyperlink kwa upande wa vitambulisho vya taifa ni www.nida.go.tz. Lakini hatua ya pili, jisajili au ingia kwenye akaunti yako. Na hatua ya tatu, chagua huduma unayotaka, kwa mfano, malipo ya kodi, bili za maji au umeme au upya wa leseni. Lakini hatua ya 4 ni ingiza taarifa za malipo, kwa maana ya thibitisha kupitia pesa za simu, mfano M-Pesa, Mixx by Yas, Airtel Money au uhamisho wa bank. Na hatua ya 5, pakua au chapisha risiti kama uthibitisho wa malipo. Kwa mfano, mfanyabiashara anaweza kulipa VAT mtandaoni badala ya kwenda ofisi za TRA, hivyo kuokoa muda na kuepuka foleni. Namba 2, jinsi ya kusajili biashara mtandaoni. Sasa ni vipi tunaweza kusajili biashara mtandaoni? Hatua ya kwanza, tembelea tovuti ya BRELA ambayo ni www.brela.go.tz. Na hatua ya pili, tengeneza akaunti na ingia ndani ya akaunti hiyo. Na hatua ya tatu, jaza fomu ya usajili wa biashara na pakia nyaraka zinazohitajika. Hatua ya 4, lipa ada ya usajili mtandaoni. Na hatua ya 5, pakua cheti cha biashara kidigitali. Kwa mfano, wajasiriamali sasa wanaweza kusajili biashara wakiwa nyumbani bila kusafiri kwenda ofisi za serikali.
Msikilizaji, tuangazie sasa jinsi gani ya kukagua kitambulisho chako cha taifa au cha NIDA kule mtandaoni. Hatua ya kwanza, tembelea hyperlink ambayo ni www.nida.go.tz. Na hatua ya pili, bofya sehemu iliyoandikwa check NIDA status. Hatua ya tatu, ingiza namba yako ya maombi au namba ya NIDA. Hatua ya 4, pakua nakala ya NIDA ikiwa tu inapatikana. Kwa mfano, ikiwa mtu amepoteza kadi yake ya NIDA, anaweza kupakua nakala yake mtandaoni badala ya kwenda kwenye ofisi za NIDA. Na sasa tujengiane uelewa kuhusiana na huduma za umma kule mtandaoni. Tuangazie faida za serikali mtandao nchini Tanzania. Kwanza, inaokoa muda. Hakuna tena kusubiri kwenye foleni ndefu. Lakini pia inaongeza uwazi. Hapa inapunguza rushwa na inaboresha uwajibikaji zaidi. Na tatu, inapatikana masaa 24 ndani ya siku 7. Wananchi wanaweza kupata huduma wakati wowote ule wanapohitaji. Lakini pia inahamasisha ukuaji wa uchumi nchini Tanzania. Inasaidia biashara kusajiliwa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano, wakulima sasa wanaweza kutuma maombi ya ruzuku ya serikali mtandaoni badala ya kusafiri hadi makao makuu ya serikali. Na sasa hebu tutazame mifumo muhimu ya serikali mtandao nchini Tanzania. IGA, hii ni mamlaka ya serikali mtandao. Hii inashughulika na uratibu wa huduma za serikali kidigitali. Lakini mfumo wa malipo ya serikali mtandaoni kwa maana ya GEPG, huu unawawezesha wananchi kulipia huduma za serikali kupitia pesa za simu na benki. Mfumo wa NSSF mtandaoni, huu unawawezesha wafanyakazi kuangalia michango yao ya pensheni. Lakini viko vituo vya e-huduma. Hapa kituo cha huduma za serikali mtandaoni kinachorahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Kwa mfano, mstaafu anaweza kuangalia salio lake la pensheni mtandaoni badala ya kwenda zilipo ofisi za NSSF. Sasa mpaka kufikia hapa, je, unaweza kulipa kodi mtandaoni kwa Tanzania? Na kama ndivyo, tueleze kivipi? Lakini je, unaweza kuangalia hali ya kitambulisho chako cha NIDA mtandaoni? Ni vipi? Tuandikie kupitia 0677 000009. Usisahau pia kutuandikia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X kwa jina la Main FM Tanzania. Sasa tukaangazie namna gani ya kulinda mitandao ya nyumbani. Hapa tunaangazia jinsi ya kulinda wifi au muunganisho wa internet. Namba 1, tumia nywila imara kwa wifi. Sasa ni kwa nini unatakiwa kutumia nywila imara? Nywila dhaifu zinawezesha wadukuzi au majirani kutumia mtandao wako bila ruhusa. Na jinsi gani unaweza kufanya hivyo? Unda nywila yenye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba na alama maalum. Kwa mfano wa nywila dhaifu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 au password. Na mfano wa nywila imara TZ@2024 wifi. Namba 2, badilisha jina la mtandao SSID na nywila mara kwa mara. Sasa ni kwa nini unatakiwa kufanya hivi? Jina la wifi la kawaida linaweza kufichua aina ya ruta unayotumia, jambo linalorahisisha wadukuzi kulenga mtandao wako. Na jinsi gani sasa unaweza kufanya hivi? Ingia kwenye mipangilio ya ruta yako na ubadilishe jina la mtandao na nywila angalau kila baada ya miezi 3. Namba 3, zima wifi wakati hauitumii. Sasa ni kwa nini unatakiwa kufanya hivi? Hapa inakusaidia kuzuia wadukuzi kujaribu kuingia kwenye mtandao wako wakati wewe haupo nyumbani. Kwa mfano, ikiwa familia haipo nyumbani kwa siku kadhaa, kuzima ruta kunaweza kuzuia uvamizi wa kimtandao. Na sasa hebu tugeukie kwenye ulinzi wa akaunti mtandaoni. Na hapa tutaangazia jinsi ya kuzuia wadukuzi kuingia kwenye akaunti zako. Mosi, tumia nywila tofauti kwa kila akaunti. Kwa nini ni muhimu? Ikiwa nywila yako moja itavuja, wadukuzi hawawezi kuitumia kuingia kwenye akaunti zako nyingine. Kivipi? Tumia programu za kuhifadhi nywila kama Bitwarden au Google Password Manager. Lakini namba 2, washa uthibitishaji wa hatua 2 kwa maana ya two factors authentication. Kwa nini? Hata kama mtu atapata nywila yako, atahitaji msimbo wa pili kutoka kwa simu yako ili kuingia. Washa two factor authentication kwenye akaunti za Google, Facebook, WhatsApp na benki mtandaoni. Kwa mfano, ikiwa mtu atapata neno siri la WhatsApp yako lakini umeweka two factors authentication, hataweza kuingia bila msimbo wa uthibitishaji kutoka kwenye simu yako. Sasa njia nyingine ya kuzuia wadukuzi kuingia kwenye akaunti yako ni pamoja na kubadilisha mipangilio ya kawaida ya router. Mawakala wengi wa mtandao huja na nywila za kawaida kama admin ambazo wahalifu wanaweza kuzitabiri kwa urahisi. Ingia kwenye mipangilio ya router yako na badilisha nywila ya admin ya kawaida.
zima ufikiaji wa mbali ili kuepuka udukuzi. Kwa mfano, ikiwa wifi ya mtu inachelewa zaidi kuliko kawaida, majirani wanaweza kuwa wanaitumia. Sasa badilisha nywila ili kuzuia hilo. Na njia nyingine ni kusasisha firmware ya router. Kwa nini? Program za zamani za router zina mapungufu ya kiusalama ambayo wahalifu wanaweza kuyatumia kwa urahisi. Ingia kwenye mipangilio ya router yako na angalia sasisho la firmware. Kwa mfano, biashara ambayo haisasishi router yake inakutana na hatari ya wateja kuibiwa data na wahalifu kwa urahisi zaidi. Sasa tuangazie vidokezo vya vitendo vya usalama wa vifaa. Namba 1, hifadhi nakala ya data zako. Sasa ni kwa nini unatakiwa kufanya hivi? Ikiwa simu yako au kompyuta yako itashindwa, utaweza kurejesha faili zilizopotea. Sasa ni jinsi gani pia unaweza kufanya hivi? Tumia Google Drive au iCloud au kifaa cha nje cha kuhifadhi. Kwa mfano, ikiwa simu ya mtu itaibiwa, anaweza kurejesha nyaraka muhimu ikiwa aliweka nakala za data zake kule mtandaoni. Namba 2, viungo vya kushuku, kwa mfano www.banksecurity-alert.com badala ya tovuti halisi ya benki. Lakini pia inahitaji taarifa za kibinafsi. Tuma neno siri lako kuthibitisha akaunti yako. Kwa mfano, ikiwa mtu atapokea barua pepe inayosema mteja mpendwa, thibitisha maelezo yako ya benki kwa kubonyeza hapa, pengine ni ulaghai. Namba 3, kuwa makini na wifi za umma. Wahalifu wanaweza kuiba data binafsi kwenye mitandao ya wifi isiyo salama, mikao ya kahawa, viwanja vya ndege, hoteli na kadhalika. Lakini pia vidokezo vya kusafiri kwa usalama kwenye wifi ya umma. Kitu kingine, epuka kuingia kwenye akaunti za benki au kufanya malipo mtandaoni. Lakini pia zima uunganisho wifi wa moja kwa moja kwenye simu yako. Kwa mfano, mtu anayeangalia programu ya benki kwenye wifi bure kwenye duka la kahawa anaweza kudukuliwa. Tumia data ya simu badala yake. Na kama tulivyokufahamisha hapo awali kwamba leo kwenye meza ya majadiliano tutakuwa na wanafunzi kutoka chuo cha FETA mkoani Kigoma. Na tuanzie kwako Emmanuel. Una uzoefu na matumizi ya huduma za serikali mtandao? Kwa majina naitwa Emmanuel Juma Emmanuel. Hapa na experience ya kutumia mtandao wa kidigitali wa serikali ambao unaitwa GPG. GPG. Huu mtandao ulinisaidia kulipia ada. Okay. Nilipia ada ambayo ilikuwa ni very easy. Yaani niliokoa muda sana. Tofauti na ile labda kwenda kwenye vituo ambao viko physical. Kwako ilikuwa ni rahisi, ilikuwa ni ngumu? Kwangu mimi ilikuwa ni rahisi kwa sababu hichi kitu nilikuwa sijawahi kwanza kukitumia. Nilikuwa naenda ile physical, mfano naenda hadi benki. Unaona? Kwa hiyo kuja kugundua kama kuna hii program ilikuwa ni kwa sababu nilikuwa nalipia nikiwa hata darasani. Okay. Ndio nimechukua control number. Ndio nalipia hapa shule. Kwa hiyo na ile uache vipindi uende wapi? Kule labda benki. Kwa hiyo inakuwa ni simple. Unafikiri ni changamoto gani ambazo watu wanakutana nazo pengine wakati wa kutumia hasa hizi huduma za serikali mtandao? Hapa inaweza kuwa ni kukosea. Unaweza kukosea labda nani password. Wengine inaweza kujikuta hiyo. Unakosea kuingiza pale pin au unakosea ile control number uliopewa kule ufanye malipo. Kwa hiyo kishakosea itaita kwa imekula kwako, hiyo ile itaingia kwingine. Mwingine pengine ambaye amewahi kutumia huduma za serikali mtandao? Kwa majina naitwa Rickson Ruben. Mimi nimetumia huduma ya mtandao hii, nimeweza Google kuna nini kuomba. Kwanza nimeweza kuverify cheti ya kuzaliwa kwa njia ya mtandao, lakini pia nimeweza kuomba maombi ya mkopo kwenye SRAB kwa kutumia hiyo Google. Ambavyo vyote nimefanikisha kuverify cheti pamoja na kuomba maombi ya mkopo kwa njia ya mtandao. Ulikutana na changamoto yote wakati unatumia huduma ya serikali mtandao? Changamoto hapo, yani sema kama changamoto inaweza ni matumizi ya kiufundi. Au kama hujui jinsi ya kutumia huo mtandao, hiyo moja wapo inaweza nikawa ni changamoto. Lakini pia changamoto nyingine ni sema hela, ukiwa una hela ya kununulia bando. Lakini nyingine pia ni hauna simu kubwa uweze kufanyaje, uweze kutumia. Hiyo ndio moja wapo ya changamoto. Asante. Kwa majina yangu naitwa David Alois. Mimi nimetumia sana hii malipo ya serikali mtandao. Sina muda mrefu sana, ni juzi tu tulikuwa tunafanya application ya kuomba cheti cha kuzaliwa. Kwa kuingia kwenye website ya RITA na kufanya application.
nahisi ni jambo rahisi sana, lakini endapo utakuwa haupo makini hawana huruma na wewe, kwa sababu ikitokea labda verification labda havijaendana na taarifa zako, watazichukua kama ni taarifa zako, lakini wakati unalipa ile unalipia hela kwenye kupitia control number, timisi kwamba usipokuwa makini zile taarifa zako hela yako inakuwa inapotea. Kwa hiyo changamoto kubwa nadhani kwa upande wangu ni hilo. Okay. Sawa, hiyo ndio changamoto. Mwingine kama yupo? Kwa majina ndo Jafari Jumanne Shabani. Mimi huduma ambayo nimeshawahi kutumia kwanza ni EGPG hapa. Masuala mazima ya ada hapo. Kama nilivyokwisha kutangulia. Of course ni very simple, lakini sasa changamoto ambayo ina au shida ambazo unaweza kukumbana nazo wewe kama ukiwa kwenye process pale. Of course unaweza kulipa, lakini sasa kuna changamoto nyingine ambayo huaga inatupa changamoto sana. Unaweza kuwa umefanya confirmation nini pale, tunajua tunatumia pesa. Lakini issue inakuja, je, ile SMS ya kuconfirm kwamba ndio tunakutambua kwamba wewe tayari. Kuna muda of course ile SMS ina delay kurudi kwetu. Hapo unajikuta ndo umelipia leo, kesho inabidi uingie kwenye mtihani. Kulingana na changamoto za ulivyo ipata pesa, unakuja kukuta ni SMS inakuja, yani umelipia leo SMS inakuja kesho. Okay. Labda inabidi kesho ungekuwa umeingia kwenye mtihani. Inakuja kwa changamoto kudelay kwa ile SMS. Na kwenye swala lingine lile la luku hivyo umelipa tu umelipa mapema, lakini ile SMS kwamba receipt lako nili hapa, kwa hiyo token nachelewa. Kwa hiyo of course ni changamoto kama hizo tu ambazo, lakini ni very very simple sana kutumia nini serikali mtandao. Na inaturahisishia, lakini pakitokea na changamoto mtandao, maybe si umefanyaje frequency hazikai vizuri, inakuwa ni shida sana. Asante. Unafikiri tunawezaje kuwahamasisha sasa Watanzania kutumia hizi huduma za kidigitali hasa kwenye huduma za umma? Kwanza lazima mtu apate elimu. Ukishampatia mtu elimu bwana, ukitumia serikali mtandao, kwanza tunaokoa muda, tunapunguza zile foleni, tunapunguza masuala ya kurushwa kama hivyo kisha kutuambia hapa. Kwa kikubwa sana ni elimu, mtu kujua umuhimu au faida za kutumia nini serikali mtandao. Okay. Asante. Madam, unafikiri tunawezaje kuwahamasisha sasa Watanzania wengi hasa kutumia huduma hizi za serikali mtandao? Ni nini tunaweza kukifanya? Asante. Kwa majina naitwa Renata Mchande. Kwanza kabisa kwa kutoa elimu, na kutoa elimu pia sio mijini tu, unaweza ukajiorganize nyinyi kama tuseme redio, mkaenda huko vijijini mkawapa watu elimu. Kwa watu baada ya kuja huko mjini, au unakuta sometimes kule vijijini hizi huduma tunajua vituo vinaweza kuwa vichache, kwa mtu anafunga safari kule kuja mjini kupata huduma. Kwa hiyo kama redio mnaweza mkaenda kule mkawapa watu elimu, wakajua umuhimu wa huduma mtandao. Okay. Tunawezaje sasa kuwahamasisha Watanzania hasa walio wengi kwenye matumizi ya huduma za serikali mtandao? Okay, asante. Kwa majina naitwa Lucas Sosoma. Kwa mimi hapo naweza nikasema kwamba Nataka tu watu washauriwe kwa wingi kununua hizi smartphone. Sababu huduma nyingi za serikali mtandao maana tunahitaji sana simu ambazo ni kubwa. Ndio. Hata kwa watu wengi wanakuwa wanatumia hizi simu vitochi ambazo hazina application za kutosha. Hata kama watu watashauriwa watakuwa na simu hizi kubwa, naweza wakarahisisha vile vile wakafundishwa namna ya kutumia hizo simu kubwa. Mwisho wa siku mambo yataenda vizuri. Asante. Unataka kutia neno? Asante. Kwa majina naitwa Shabani Al-Rashidi. Labda kitu kingine cha kuongezea hapo kwamba sawa, elimu ni kitu cha kwanza natakiwa apewe, lakini pia hata vipeperushi vile vinavyohusu kuhusu hii serikali mtandao. Yes, serikali mtandao inaweza kusaidia ama kuhamasisha watu wengi kuweza kutumia hii serikali mtandao. Asante Shabani. Dada alikuwa amenyosha mkono hapa, kuna kitu kwa nataka kuzungumza. Karibu. Kingine nilichokuwa nataka niseme ni kwamba sio elimu tu, mtu anaweza kapewa elimu lakini akana uoga. Kwa hiyo kama muelewa ni ujenge ujasiri. Unajua unaweza kuwa na elimu afu hauna confidence kusimama labda au kutumia kile kitu. Na hii inapata sana jinsia yetu hii ya kike. Mara nyingi sana ukutana nao, na unakuta kule tena vijijini Beckham smartphones ni chache. Amezungumza hapo Shabani. Ni chache sana, smartphones ni chache. Kwa hivyo vipeperushi vinahitajika. Kwenye hilo ni mimi naomba nirejee kile tulichokizungumza awali, namna ya kuangalia hali ya kitambulisho chako mtandaoni, hasa kitambulisho cha taifa kwa maana ya NIDA. Naomba nirejee angalau kwa uchache kwanza, ili katika sehemu ya kukumbushana. Hatua ya kwanza unatembelea tovuti ya mamlaka ya vitambulisho vya taifa ambayo ni NIDA, ambayo tunasema tovuti yao ni www.nida
www.nida.go.tz. Hiyo ni hatua ya kwanza, www.nida.go.tz. Hatua ya pili, unabofya sehemu iliyoandikwa check NIDA status. Kisha tembelea ile, unabofya sehemu iliyoandikwa check NIDA status, ambayo sasa hatua ya tatu baada ya hiyo unaingiza namba yako ya maombi au namba yako ya NIDA. Na baada ya hapo sasa unapakua nakala ya NIDA ikiwa inapatikana pale. Sasa moja ya changamoto ambazo wengi tunakutana nazo ni kwamba hata taarifa zetu za NIDA hatuzikumbuki. Yani unakumbuka tu taarifa yako za hizi namba nyingine huku inakuwa ni ngumu. So hii inasaidia kwamba una uwezo wa kuangalia hali ya kitambulisho chako popote pale unapokuepo, lakini pia kuangalia, bahati nzuri sasa hivi tunasema hata simu zetu na ambazo tunasajili sasa hivi line zetu zinahitaji utambulisho wa NIDA, si ndio? Kwa hiyo kwa mantikio unaweza ukaangalia pia ni namba ngapi zimesajiliwa kwa kutumia kitambulisho chako cha NIDA, ili kama ziko ambazo huzifahamu unapata hiyo room kuweza kufunga hizo namba, ila kama ni zile ambazo unazifahamu inakupa access ya kufahamu ni namba ngapi zimesajiliwa kwa kutumia kitambulisho chako cha taifa au kitambulisho chako cha NIDA. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kipindi hiki kimetayarishwa na studio za Main FM Radio Kigoma. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania au kupitia nambari ya simu 0677 000009. So tunatamani tusikie kutoka kwenu ndugu faida za internet. Tunaanza? Yes, kwa majina naitwa Shabani Al-Rashidi. Faida mojawapo ya internet, matumizi ya internet, inahamasisha ukuaji wa kiuchumi. Of course tukija kwenye ukuaji wa kiuchumi, kana kwamba mtu upo busy na biashara fulani, so unahitaji kulipia bili yako, maybe ni ya serikalini hizi. Unachokifanya wewe ni kuingia tu kwenye hizi application ambazo zipo kwenye simu za mkononi hizi, instead ya kwenda kule mahali ambapo pa kulipia hizo bili. Unaweza ukalipia tu hapo then ukaendelea na biashara zako, so unaendeleza uchumi wako na pia inasaidia katika kukua kiuchumi. Asante sana Shabani. Mwingine naomba niongelee kwa upande wangu. Mimi naona faida ya internet ipo sana, na unaweza kupata marafiki wapya, kwa connection nyingi tofauti kupitia mitandao. Kwa hiyo mimi naweza nikazungumzia kwa upande wangu kwamba inaweza kawa chanzo cha kupata marafiki wengi. Kwa majina naitwa Emmanuel Juma. Kwa upande wangu mimi internet ina manufaa mengi, lakini nitayasema kwa uchache. Na kwa kuyaweka kwenye category. Kwa mfano nikijikita kwenye swala la elimu, internet inatusaidia sana. Kwa mfano sasa hivi tunaona tunakimbilia kwenye kujifunza e-learning. Kujifunza kwenye mtandao zaidi. Kwa hiyo yenyewe inatusaidia. Kingine kwenye mambo ya labda advertisement, ndio kutoa matangazo nini, kwa mfano kama sisi kama nyie watu wa media pale, kwa inakuwa ni very easy kutoa products zenu, matangazo, taarifa nini. Faida nyingine naweza nikaona hapa internet kwamba inarahisisha kwenye vitu tofauti. Kwa mfano tuchukulie kulipa hizi bili hizi, ambapo ingebidi niende kwa wakala Maweni nikalipe bili wakati natumia nauli kutoka hapa, sometimes natembea michoko nini, kwa kupitia internet simu nini nalipia hapa nilipo nimelala nimefanya nini. Alafu pia internet pia inatusaidia kama sisi wanafunzi kwenye hizi habari za mikopo nini, wengi tumeapply mikopo. Baada ya kwenda kule stationery nikaangalia vipi kuna jipya limetokea, ila naweza nikaingia kwenye simu yangu nikaangalia nikajua nini kimeendelea. Asante. Shabani pale, karibu. Asante. Mimi sitakuwa mbali sana na wazungumzaji huko kisha kutangulia kuzungumza. Lakini mimi nilipoona sasa hivi tunaambia tupo kwenye mambo ya sayansi na teknolojia. Kuna kitu kinaitwa online market. Yes, kuna watu wanafanya biashara mtandaoni. Ndio wanafanya delivery, mtu yuko hapa lakini anaagiza mzigo through masuala mazima ya mtandao, anapata kile alichokuwa anakihitaji kwa muda husika. Na upande mwingine ni hii masuala ya mtandao haya.
ni kama fursa za kiuchumi upande mwingine. Mtu labda amefunga wifi yake pale hivi, anaanzisha masuala ya internet cafe, watu wanakuja pale wanapay some money, na inakuwa ni kama chanzo cha ajira, na inapunguza upande mwingine upatikanaji wa nini kuliko kutokusubiri uajiriwe na serikali. Unaweza kujiajiri mwenyewe kupitia nini masuala mazima ya mtandao. Upande mwingine tunasema inaweza kupunguza risk. Kwa mfano mtu usafiri ukalipia bills sehemu fulani, wewe kwa zako umekaa umetulia, huwezi kupatwa na ajali yoyote. Kwa hiyo ndo kwa upande wangu nimekwisha kuziona kama hivyo. Asante. Asante sana. Madam. Unalipia bili kupitia mtandao au unatembea beka mpaka kule ndo ukananili ukalipia? Kuna vitu ambavyo binafsi nimeisha sahau. Okay. Sasa hivi kwenda kwenye baadhi ya ofisi. Mosi, kulipia bili ya maji. Lakini pili, luku bahati nzuri au mbaya sasa hivi kuna watu ambao hatuwezi kulipa sisi wenyewe, lazima uende kwa wakala mwambie akununulie umeme. Mimi mara nyingi wanafanya kwa njia, lakini mimi nimeenda mbali zaidi. Mimi sikumbuki mara ya mwisho kununua hizi voucher za kukwangua. Sikumbuki mara ya mwisho nimenunua lini. Kitu ambacho kinanikuta ni kwamba kama sina pesa kwenye simu, basi nitaingia kwenye account yangu ya bank. Nina draw, naweka kwenye simu. Yani kila kitu namalizia pale pale. Baada ya kwenda ATM, uchomoe, niende kwa wakala niweke kwenye simu. Ninachukua kutoka bank moja kwa moja naweka kwenye simu, then ninakamilisha huduma zangu pale pale. Lakini NIDA namaliza pale pale. TRA pia masuala ya kulipa kodi namaliza pale pale. David, wewe ndio uliathirika na udukuzi au ni swaiba? Ni mimi mwenyewe. Uliathirika, ilikuwaje? Nilitumiwa link vizuri tu kwamba bwana mimi nimepata shilingi kadhaa. Hebu kliki na hiyo mimi ya kweli. Alonitumia hiyo message nilikuwa nimeomba naye urafiki na mtu namfahamu lakini ni Facebook. Sasa akili kanipata haraka labda nimtafutie WhatsApp. Nije ni yeye kweli. Hakuwa online at that time, nikabidi niendelee kuchat naye huko Facebook. Kwa hiyo baada kunitumia zile taarifa kama ni kweli, mimi nikajua ni yeye kweli, yani ni mtu ninayemfahamu. Nikasema sawa, nikachukua link ile. Link inanipeleka kabisa kwamba sijui badilisha password, then namba utakayoipata nitumie na mimi msimbo zile. Nilifanya hivyo kweli. Sasa mimi nikawa akili haipo kabisa. Ikabidi nimtumie zile password. Baada ya kumtumia nikaingia kwenye ile notification kwamba kwenye account yangu nani ame login kwenye account. Nikakuta watu wawili wanatumia jina la hilo lolo wanatumia Facebook, lakini inaonyesha pale ni simu 3 tofauti. Yaani simu yangu ni tofauti na hizo simu ambazo ziko pale. Kwa hiyo walijaribu kunidanganya kwa kuweka jina ambalo linafanania na jina langu. Kwa hiyo alikuwa anatumia hivyo kunitapeli, yani kuniambia kwamba nitumie kiasi kadhaa ili niweze kutumia ile hela. Ila mwisho siku nilikuja kugundua kwamba sio kweli. Unafikiri tunawezaje kulinda sasa account zetu? Kama hivyo tunavyosema kwamba ni vizuri kubadilisha password kila social media unayotumia. Sawa. Shaban, ni salama sana kutumia wifi za umma. Yani umeingia bank umekuta free wifi, umeenda hotelini umekuta free wifi, umeenda uwanjani umekuta free wifi. Unafikiri ni salama sana? Kiukweli sio salama sana, kwa sababu free wifi ambayo unaikuta maybe benki ama hotelini, of course ndio kama hivyo tunavyosema, wanaweza wakachukua taarifa zako za muhimu, then baadaye ukapata shida kutokana na hiyo free wifi. Kwa inabidi muda mwingi wakati yani sehemu ambazo tunaenda kutumia hizi free wifi tu tunaangalia na sehemu yenyewe tuliopo hapo, ili kuepusha kuchukuliwa zile taarifa mbalimbali ambazo zinaweza kusababishia matatizo. Yes. Shabani mwingine sasa, unafikiri tunawezaje sasa kulinda taarifa zetu binafsi? Kwanza cha msingi kama ulivyokwisha kuzungumzia hapa bana. Of course watu wengi wao wanashindwa kulinda taarifa zao kwa kutumia maybe only one password.
anatumia hiyo alafu na inakuwa sio strong. Kwa hiyo ili kuweza kufanya kuzilinda hizi taarifa zetu lazima tutumie password ambayo ni strong, na tunajaribu kubadilisha mara kwa mara. Na upande mwingine kwenye swala zima kwamba ukiwa utumii internet yako jaribu kui switch off ili kuhakikisha kutokuruhusu watu kuendelea kutumia hiyo internet yako na uliokuwa na access kwa muda huo. Okay. Na upande mwingine unajaribu kuwasha au kudhibitisha zile hatua kuu mbili ambazo mtu akibahatika kudukua sehemu moja asije akapata access ya kuja kufanyaje kuingilia mtandao wako kwa step nyingine. Asante. Sawa. Madam, umewahi kudukuliwa au mtu wako yeyote wa karibu unayemfahamu amewahi kudukuliwa? Hapana, sijai wala sijaisikia. Umenishtua kidogo nimepata wele kwa sababu umesema sana sio wanafunzi tunapenda gabula maana ya bando. Siwezi kuipata. Kwa hata usini tunapigania walimu wala sio angetuambia password nini. Kwa hiyo hapo ulipoongea hapo kidogo umenishtua, hata nikienda sehemu nyingine nitakuwa mwangalifu kuhusiana na hizo free wifi. Haya, unaona madhara ya free wifi? Sasa free magumu. Yanashtua. Yanashtua sana. Pengine unafikiri sasa unafikiri nini ambacho huwa kinatuponza? Yaani kitu gani huwa kinatuponza na kujikuta aidha tumedukuliwa huko, ni nini huwa tunashindwa kuzingatia? Asante. Kinachotuponza sisi kwa ujumla na hisi ni kama kiujumla, sababu mara nyingi matapeli wanatumia kusema kwamba unataka tuonyeshe aidha kwenye kampuni fulani, utajikuta aidha umepigwa na maisha, utatamani kweli kujiunga. Utajiunga tu urahisi. Sasa cha kufanya takiwa kwanza unapoambiwa kwamba kuna labda kuna sehemu unataka labda uajiliwe, inabidi kwanza uwe makini, ufuatilie sana. Sababu na baadhi ya watu wanatumia jina la mtu mwingine na kuweka cover au profile ya mtu husika, aidha ni mtu wa serikalini, ili kuweza kutapeli vizuri na watu wanaingilika tu rahisi. Sasa cha kufanya pale labda tu umpigie simu mwenyewe mhusika kwamba ni kweli udhibitishe. Lakini licha ya kufanya, usipofanya hivyo unaweza ukaibiwa kirahisi. Kitu kama hicho. Na siku za hivi karibuni niliwahi kuona notification kwenye simu yangu nasema kwamba akaunti yako ipo kwenye hatari. Tafadhali badilisha password yako. Nikafanya hivyo haraka. Msikilizaji, baada ya kuwasikiliza wanafunzi hawa kutoka chuo cha FETA hapa mkoani Kigoma, sasa tukamsikilize Benedetta Clement Matayo ambaye ni afisa kutoka TCRA Kanda ya Ziwa, na hapa anaelezea namna ya kujilinda na uhalifu kule mtandaoni. Ndugu wasikilizaji kutoka Main FM, mimi ni Benedetta Clement Matayo kutoka TCRA Kanda ya Ziwa. Ninaomba niende moja kwa moja kwenye mada yetu hii ambayo inahusu ni namna gani tunaweza kujilinda dhidi ya uhalifu mtandaoni. Ili swali ni rahisi sana, namna ya kuweza kujilinda na uhalifu mtandaoni. Cha kwanza kabisa, hii ni juu yetu sisi wenyewe. Cha kwanza unatakiwa uwe makini namna ya kuweza kutunza taarifa zako wewe mwenyewe. Nilisema hata hapa wale kwamba muhimu ni kuweka password kwenye vifaa vyetu vya mawasiliano. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuweza kujilinda na uhalifu, kwa sababu ukishaachia wazi zile taarifa zako kwenye vyombo vyetu vya mawasiliano ama mtandaoni, unaruhusu mtu kuweza kukuingilia na kufanya uhalifu, aidha kukutapeli ama kutumia akaunti zako kutapeli watu wengine. Lakini kitu kingine, tunajilinda vipi na uhalifu mtandaoni? Cha pili, lazima uwe makini unapofanya maamuzi. Mfano, mtu akikutumia ujumbe ama akikupigia simu ya maelekezo ya aina yoyote, ndugu zangu, tuwe makini kabla tujatoa ushirikiano. Mtoa huduma atakupigia simu kwa kupitia namba 100 pekee. Hawezi kukupigia simu kwa simu binafsi. Ukipigiwa simu kwa simu binafsi, usifate maelekezo yoyote. Hiyo itatusaidia kulinda utapeli ama uhalifu ambao tunaupata kupitia mitandao ama kupitia vyombo vyetu vya mawasiliano. Na ukipokea ujumbe, lazima uchukue kwanza tahadhari kwamba huu ujumbe nilioupokea ni unatoka kwa mtu sahihi ambaye kweli natakiwa kuwasiliana naye ama kumtumia pesa. Kwa lazima tuzingatie kuwa makini na kabla tujafanya maamuzi yoyote. Lakini kuna namna gani nyingine ya kuweza kujilinda na uhalifu huu?
Kuna utapeli mwingine ambao unafanyika kwa njia za, kuna linki ambazo zinatumwa kwenye vifaa vyetu, kwa mfano hususan simu zetu za viganjani. Tunapokea jumbe kwenye magrupu, kwenye inbox zetu, kwamba ukibofya linki hii itakupeleka moja kwa moja pengine ujipatie mkopo au umeshinda kiasi fulani. Ndugu zangu mnaopata fursa ya kunisikiliza leo, hakuna mtu ambaye amekaa tu kula na pesa za kumwaga ambazo atakutumia wewe akurahisishie, ama anakaa tu kula na kufikiria fulani ambaye hamfahamiani aweze kukutumia linki na wewe ingize au. Usibofye linki yoyote usioijua nayo kuja kwenye kifaa chako cha mawasiliano. Lakini kitu kingine, namna gani ya kuweza kuripoti uhalifu ambao tunakutana nao katika mitandao ya kijamii? Unaweza kuripoti kwa kutumia kwa kupiga namba 15040. Hiyo itakuwezesha kuweza kuripoti message ambazo za kitapeli ambazo unazipokea kwenye simu zako. Unafanyaje? Utachukua ile namba ambayo imekutumia ujumbe huo wa kiharifu, utaituma kwenda 15040. Hiyo ni namba yetu ambayo maalum ambayo tumeiweka kwa ajili ya kuripoti uhalifu ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii. Lakini kitu kingine, namna gani unaweza kuripoti uhalifu? Lipo jeshi la polisi ambalo linashughulika na makosa ya jinai, ambapo kwa mtu yeyote anayefanya uhalifu, kama mtu upo karibu na kituo cha polisi chochote, katoe taarifa jeshi la polisi kwa ajili ya usaidizi zaidi. Kule kuna kitengo cha cyber crime ambao wao wanashughulikia makosa jinai yote ya kimtandao na mengine, ili kuweza kukusaidia kwa urahisi sana. Hivyo ndugu zangu, ninaomba sana, ni rahisi mno. Kuna watu wanahangaika, wanapata changamoto, lakini ukisha ripoti namba hizo, ukisha ripoti uhalifu huo, unafanywa kazi kwa haraka na tunapata na sisi unatupa pia namna ya kuweza kubaini uhalifu ambao unaendelea kupitia mitandao ya kijamii. Nawashukuru sana. Sasa Emmanuel Mkojera ni mtaalamu wa usalama wa mtandao kutoka Jamii Forums, na hapa anaelezea mbinu za kujilinda mtandaoni, lakini pia ataelezea mafunzo ya ujuzi wa kidigitali kwa usalama wa kutumia tovuti za serikali. Pamoja nayo pia ataelezea jinsi ya kuweka program ya antivirus na nywila imara. Tunaposema password imara au tunaposema nywila kwa Kiswahili imara, inatakiwa iweje? Unajua, kila siku zinavyozidi kwenda ndivyo tunajaribu kuweka namna bora na tunajaribu kuboresha hizi nywila ziweje. Sasa kuna kipindi nyuma tulikuwa tunasema tuwe na at least herufi au character zile ambazo zinatengeneza nywila ziwe walau 8, lakini kwa sasa tunajua tunaenda mbali zaidi, tunasema walau zifike 12, na wengine wanasema hadi 16, kwamba walau ndio ukiweka hizo unatengeneza nywila imara. Sasa nywila imara inabidi iweje? Kwanza, kitu cha kwanza, nywila imara lazima iwe na muunganiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, kuwe na namba, lakini kuwe na alama. Lakini pia nywila imara, hakikisha kwamba hautumii majina ya mtu, hautumii labda jina la taasisi au hautumii majina ya kama unapaka wanyama wako wale ambao wako nyumbani. Lakini kingine ni kuhakikisha kwamba nywila hiyo inakuwa tofauti na nyingine ambazo umewahi kutumia. Mimi nasema siku zote nywila unatengeneza nywila ambayo inaweza ikawa rahisi sana kwa kukumbuka, lakini inabidi iwe ngumu sana kwa wengine kukumbuka. Mimi napenda kuambia watu, najua ukitumia hata tunasema jina, sio jina, ila ukitumia combination ya kutoka kwenye kilugha, yani wewe kama ni Mhaya, wewe ni Mwa, wewe ni Mpare, basi ukatengeneza nywila yako kutoka kwenye majina hayo ya kilugha, kidogo inakuwa nzuri zaidi, kwa sababu pia inakuwa ni ngumu mtu kufikiria, lakini hayapo kwenye kamusi, sababu ni rahisi sana mtu kuhaka au kudukua ikiwa nywila yako inapatikana kwenye kamusi. Lakini pia kikubwa, nywila hizi unatakiwa hakikisha ya kwamba inakuwa tofauti kwa sehemu tofauti. Unajua tunapenda kutumia nywila moja sehemu zote. Unakuta mtu ana nywila yake moja, anatumia Facebook, anatumia Instagram, anatumia kila sehemu, anatumia hiyo moja. So ni vizuri kuhakikisha kwamba unatumia
katika sehemu tofauti tofauti. Watu watasema sasa tunazikumbukaje, maana tuna sehemu nyingi, tuna hizi barua pepe zetu ni nyingi na nini. Kuna vitu vinaitwa password managers. Password managers zinasaidia katika kumanage hizo nywila, lakini sasa hivi tumerahisishiwa, wametokea vitu vinaitwa passkey. Unaweza kutumia passkey na zenyewe ambazo ni biometric, yani kwamba zinatumia mwili, kama ni macho, kama ni sura, kama ni fingerprints, alama za vidole. Kwa unaweza ukatumia hivyo, lakini pia tusiwe tunaandika hizi nywila zetu sehemu afu tukaacha. Kuna watu wanaandika nywila kwenye notebook au kwenye diary alafu unakuta ameacha. Ni rahisi uweze kujua ni lini, ni saa ngapi mtu atapita ataona nywila hiyo na pengine akajua kwamba kumbe huyu account yake fulani, account yake ya benki, labda ya benki fulani ni password ni hii, ambayo ndo nywila ni hii. Uweze kujua atafanya nini kutoka pale. Au ni vizuri sana tukana, lakini pia ni vizuri tukaweka kitu kinaitwa two factor authentication. Hizi ipo kwenye mitandao yetu ya kijamii, yani social medias, ipo kwenye hizi messengers zetu, WhatsApp, Telegram na nini, na kwenye emails pia. Ni vizuri kwa sababu tunasema ni ulinzi mwingine, yani kutoka kwenye nywila ya kawaida unaongezea ulinzi zaidi. Unapokuwa unaingia kwenye email yako au kwenye Instagram yako au kwenye mtandao wako wa jamii forums, basi unakuta pale kuna ulinzi mwingine ambapo unatakiwa uthibitishe kwamba ni wewe kweli ndivyo uweze kuingia. Kwa hiyo nywila imara ni vizuri kawa hivyo, lakini ni vizuri kuongeza kama hiyo. Unapokuja kwenye masuala ya antivirus zipo za aina nyingi. Antivirus zinasaidia kwa namna nyingi sana, hususan kwenye kompyuta zetu hizi ambazo za nyingine tunachomeka tu flash bila kujua. Sasa unachomeka flash, unachomoa, unachomeka kule, unachomoa, unachomeka kwa huyu, unachomoa. Lakini unapokuwa na antivirus, na sasa hadi kwenye simu zinasaidia, unapo download kitu, antivirus itakwambia hicho kitu download tunakiona kama kina shida kidogo, and then yenyewe itafanya jambo. Unapokuwa umetembelea kama ni tovuti ambayo pengine hawaielewi, antivirus itakwambia. Lakini unapochomeka flash kama ina virus, basi yenyewe itaondoa wale virus na nini. Lakini pia hizi antivirus zipo hata kwenye hizi tunasema programs endeshi, yani hizi OS, operating system. Kwenye Windows ipo, kwenye iOS ipo pia. Kwa hiyo ni vizuri pia ukawezesha hizo, lakini pia kama unaweza kununua hizo nyingine, ziko nyingi, Kaspersky sijui, yani zipo za aina tofauti tofauti. Kwa ni vizuri na zenyewe zinasaidia sana unapokuwa unaweka tu, sababu inapokuwa ina run, inapokuwa inafanya kazi zake yenyewe tu inashika hivyo vitu, na kama kuna malicious yoyote itakusaidia. Hata kama unatembelea internet ambayo sio secure, yani sio salama, itakwambia kwamba internet hii sio salama. Kwa hiyo kama utalazimisha kuendelea kuitumia ni sawa, lakini yenyewe kama yenyewe itakwambia. Kwa ni vizuri pia kutumia hizi antiviruses. Unapotembelea tovuti mbalimbali, iwe za serikali au nyingine zote zile mbalimbali, ni vizuri ukajilinda. Na kwenye kujilinda ni vizuri ukajilinda katika maeneo mbalimbali, maeneo anuai. Kwa mfano, hakikisha kwanza internet unayotumia iwe salama. Unajua kuna watu wanapenda zile internet za bure, wamekutana nao sehemu, mtu anaingia, anajiunga free wifi, anatumia. Haujui usalama wa internet ile. Kwa ni vizuri kwanza ukatumia internet ambayo ni salama, kama ni ya simu yako, ya mtandao wako wa simu, au hata kama ni wifi lakini unaijua kwamba internet hii ni salama. Unapotumia internet salama, kingine sasa unapotembelea hizo tovuti mbalimbali, ni lazima hakikisha kwamba kivinjari unachotumia, wengi wanasema browser, lakini kwa Kiswahili tunasema kivinjari unachokitumia hakikisha kiko updated, yani kwamba kimesasishwa hadi kwenye toleo la mwisho. Unapokuwa umesasisha hadi kwenye toleo la mwisho, ina maana kuna vitu ambavyo usalama ambao wameuongezea. Sasa unapoongezea, hata kama kuna vitu unaweza kufungua browser ambazo zina shida kidogo, zinaweza kulinda na usalama huu. Lakini hapo kwenye hicho kivinjari chako, yani hiyo browser, hakikisha kwenye settings umeweka ulinzi. Unajua browser ziko za aina nyingi, yani browser ni kama hizi tunasema Mozilla Firefox, tunasema hizi Edge, au kama ni Chrome. Kwenye setting kule unaweza ukaweka settings ambazo zinalinda na hizi malicious website, au
tunasema tovuti ambazo zina athari mbalimbali. Lakini pia hata kwenye hiyo tovuti yenyewe unayotembelea ni vyema kuhakikisha kwamba kwenye browser nyingine utakuta kuna kama kikufuli pale kimewekwa pale, na kwenye browser nyingine hicho kikufuli, yani ukiangalia juu unapoweka kwenye kivinjari umetembelea tuseme labda jamiiforums.com, ukiangalia pale kwenye ile kabla ya jamiiforums.com nyuma kuna kitu kinaitwa HTTPS. Kwa hiyo ni vizuri ukaangalia na ukahakikisha kwamba hiyo HTTPS ipo, ndipo utembelee browser namna hiyo. Au kwenye kivinjari kingine unakuta wameweka alama ya kikufuli kimefungwa. Sasa hii ina maana gani? Hii ina maana ya kwamba tovuti hiyo iko secured. Iko secured kwa maana unaposhare taarifa zako, mkondo taarifa zinazopitia iko secured, kwamba taarifa zako zinaenda. Haimaanishi sana kama browser yenyewe iko salama, lakini ule mkondo wa kusafirisha taarifa kutoka kwenye kompyuta yako, simu yako kwenda kwenye ile website, kama una login sehemu unafanya nini, wanamaanisha kwamba ule mkondo wa kusafirisha taarifa uko salama. Sasa hizo ni njia tu za awali, lakini pia kingine unaweza ukaweka VPN. VPN yenyewe inasaidia kwa namna moja ama nyingine katika kutembelea hizi browser ambazo hizi tovuti ambazo kidogo unahisi si salama au hauna uhakika nazo kama kwa usalama wake. Lakini kikubwa mimi napenda kuambia watu to update software tunazotumia, to update kivinjari tunavyotumia. Update kivinjari chako kwenye settings. Kuna settings nyingi sana ambazo unaweza kumfuata mtaalamu yoyote, pengine mimi, pengine wataalamu wengine wako wengi ambao wanaweza kukusaidia. Uondo ulinzi wa kwanza kabisa, kisha update, nenda kwenye settings zako, hakikisha kwenye settings pale umeweka settings ambazo zinazuia hizi browser ambazo hazieleweki kuzitembelea. Na ukishaweka tu utaona ukienda browser ambayo haina hiyo HTTPS au iko vipi, itakwambia kabisa browser hii inaonekana ina malicious activities. Je, unataka kuendelea? Wewe mwenyewe utaridhia kama unajua tovuti unayoitembelea au hujui, lakini wewe sasa kuridhia kwamba nataka kutembelea tovuti hii, lakini vinginevyo unakuta umeshajilinda. Kwa hiyo hizo ni hatua za kwanza kabisa ambazo unaweza kuzifuata mtu. Kuna hatua nyingine ambazo ni kubwa zaidi, ni more advanced, lakini kwa watu ambao ni wa kawaida na watu ambao nani tu, hiyo inakuwa nzuri zaidi. Msikilizaji, kuhusu sheria za Tanzania kuhusu udukuzi, lakini pia kuhusiana na kesi za ulaghai kule mtandaoni, tunaye mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi Magina Nsonda kutoka mkoani Kigoma, na hapa anatuelezea. Naitwa Magina Nsonda, mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi tokea ofisi ya Kamanda wa Polisi mkoa wa Kigoma, kitengo cha polisi jamii. Lakini pia katika kitengo hicho cha polisi jamii tuna wajibu wa kufikisha elimu kwa jamii, hasa inayohusiana na viashiria mbalimbali vya makosa au vya uhalifu. Na wajibu wetu pia kama Jeshi la Polisi katika kitengo hiki ni kushirikiana na jamii kuhakikisha tunadhibiti na kuzuia au tunatanzua uhalifu wa makosa mbalimbali. Leo napenda nieleze kwa kifupi sana kuhusu sheria ya namba 14 ya mwaka 2015 ya mtandao ambayo tunaita the Cyber Crime Act. Katika sheria hii kifungu cha 31 kinatoa mamlaka kwa Jeshi la Polisi kufanya uchunguzi, ukamataji na upelelezi, tuseme kwamba upelelezi wa makosa ya uhalifu wa mtandao. Na katika makosa haya ya uhalifu wa mtandao ningependa kuwafikishia ujumbe maalum wananchi kwamba serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA na Jeshi la Polisi ilianzisha kampeni ya Sitapeliki. Hii kampeni inalenga sana kuwakumbusha wananchi, hasa watumiaji wa mitandao ya kijamii na simu mbalimbali, kwa maana simu za mkononi na kompyuta kwa ujumla au vifaa vya kielektroniki, kuchukua tahadhari ya uhalifu wa mtandao kwa kuepuka mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kuepuka kuwasiliana na wanaojiita watoa huduma wa mitandao pasipo kupitia namba 100. Kwa maana nyingine kwamba serikali inakumbusha kwamba namba 100 ndio namba pekee inayotumika kuwasiliana na mteja kutoka
kwenye huduma ya mtandao husika wowote ule. Kwa unapoona mwananchi unapigiwa namba au unapigiwa simu na mtu ambaye anajiita ni mtoa huduma kutoka kampuni yote ya simu, ipuuzie na hakikisha unatoa taarifa kwa kituo cha polisi ili iweze kuchunguzwa na kufuatiliwa ni nani huyu anayefanya jaribio hilo la kutaka kufanya utapeli kupitia mtandao. Lakini pia kupitia kampeni ya Stapeliki, Jeshi la Polisi linatukumbusha kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwamba turipoti matukio ya utapeli TCRA kwenye namba 15040 na kuhakikisha unapokuwa na ripoti unafuata maelekezo kwa usahihi kutoka kwa mtoa huduma wako kukamilisha uwasilishaji wa tukio husika. Lakini pia tunakumbusha walio karibu na vituo vya polisi, umeona kuna tukio la utapeli unafanywa, wahi haraka kituo cha polisi uweze kuliripoti ili liweze kufanyiwa kazi kwa karibu. Lakini pia tunakumbushwa kutunza neno siri, namba zetu za siri, password, na kuepuka kuwa na password ambayo ni nyepesi, kwa maana labda umeweka namba na mwaka wa kuzaliwa, kitu ambacho ni kirahisi sana kwa mhalifu kuingia kwenye mfumo wako wa account na kuweza kufanya uhalifu aina yoyote. Kwa hiyo tunakumbushwa pia kuepuka kuwapa watu wengine namba zetu za siri, kwa maana ya nywira au password. Hii itatusaidia kulinda usalama wa akaunti zetu za M-Pesa, benki na kadhalika. Lakini pia tunakumbushwa kila Mtanzania sasa hivi anapaswa kuwa na namba ya NIDA. Sasa kwa wale ambao tuna namba ya NIDA na tumesajili laini zetu kupitia namba zetu za NIDA, tujiridhishe na idadi ya namba zilizosajiliwa kwenye NIDA zetu kama ni namba ambazo ni za kwetu kweli, kwa kupiga nyota 106 leli kuangalia namba zilizosajiliwa na kitambulisho chako cha NIDA. Na ukikuta namba usioifahamu imesajiliwa kwa NIDA yako, fika kwenye duka la mtoa huduma wa mtandao husika uweze kuifuta. Lakini pia tunakumbushwa kulinda taarifa zetu hata za akaunti zetu za tunazozitumia kwenye mitandao ya kijamii kwa kuepuka kubofya kwenye viunganishi, kwa maana ya links tusivyovifahamu. Tunasisitiza sana kwamba ukipata changamoto yoyote ya kimtandao piga 100 ili uweze kuhudumiwa na mtandao husika, iwe Vodacom, Airtel, Yasi. Lakini pia naomba tu kukumbusha sheria ya mtandao hii namba 14 ya mwaka 2015 inakataza mambo kaza wa kaza ambayo kwa kweli wananchi tunaomba tuwakumbushe. Kwa mfano, jambo la kwanza kwenye kifungu cha 4 cha sheria hii linakataza kudukua au kuingilia mawasiliano ya mtu mwingine. Unapodukua mtu mwingine, unaanza kuchunguza taarifa zake pasipo yeye kuwa na idhini hiyo. Kuidhini hicho kitu ni kosa la jinai. Lakini pia sheria inakataza matumizi ya picha za utupu kwenye mtandao wa kijamii. Unaweza kurekodi wenzio, yani inakataza kurekodi mtu katika hali ya utupu au mtoto na kuipakia hiyo picha kwenye mtandao wa kijamii kwa lengo la kumchafua au kumnyanyasa. Ni makosa makubwa ambayo tunakumbusha kwa hii sheria kwamba kwa kweli unapopatikana na hatia hiyo utalazimika sasa kutumikia kifungo gerezani na kulipa faini na fidia au vyote kwa pamoja. Lakini pia tujihadhari na utapeli wa mtandao. Pale tumekumbushwa kwenye kampeni ya Stapeliki kwamba mitandao yote ya simu inawasiliana na wateja wao kupitia namba 100. Kwa hiyo pale tunapopigiwa simu tuna mtu tunayemfahamu au tusiyemjua na kuomba kuunganisha na mtu fulani kwenye biashara ya asili yenye faida, au tu anakuomba ufanye tukio lolote lile au ushirikiano wote ule wa kupata pesa kwa njia ya asili, na wasi sana wananchi tuchangamke, tushtuke hiyo hali, tuende turipoti kwa Jeshi la Polisi liweze kufuatilia na kuchunguza huyo mtu anayekupigia hiyo simu ili tuweze kudhibiti hilo wimbi la uhalifu kwa maana ya kutapeliwa. Lakini pia kuna hili swala la kutumia ujumbe mfupi wa dharura. Unaweza tu na imani kwamba wananchi wengi tuna ndugu mbalimbali ndani ya nchi au nje ya nchi. Mtu anakutumia message labda kwa mfano na mtoto wako anasema shule fulani, anakuambia mtoto wako amezidiwa, amelazwa na kadhalika. Haya ni makosa ya jinai. Tunawakumbusha wananchi, unapopigiwa simu ya dharura ya aina yoyote ile, jiridhishe na anayekupigia. Wasiliana shule husika, wasiliana eneo husika na watu ambao una uhakika nao, tofauti na hiyo namba ile kupigia ambayo ni mpya kwako, na ujiridhishe kama kweli mtoto au ndugu yako ana tatizo hilo ili uweze
kulidhibiti na kulizuia. Kwa hiyo watu wa namna hiyo pia wao wanatumia mbinu ya message au kutumiwa pesa hewa. Ukiambiwa hiyo pesa tuma kwa namba fulani, tunawasihi sana wananchi jiridhishe kwanza, au na wanaokupigia na kukupa maelekezo. Na tunashauri sana jeshi la polisi, wananchi wanapokuwa na changamoto yote ya kimtandao, nenda kwenye dawati la mtoa huduma au piga namba 100 uweze kuulizia kama kweli hilo tukio au hiyo hali inaweza kutatuliwa namna gani. Lakini pia kuna wimbi la wizi wa simu zetu za mkononi. Ninawasihi wananchi pia tuwe na utamaduni wa kutunza namba zetu za simu zetu, yani kwa maana ya kwamba kila simu ina utambulisho wake. Tuwe na utamaduni wa kutunza utambulisho wa simu zetu, ili uweze kufahamu utambulisho wa simu yako, na ndio utakao kusaidia unatakapokuja kuripoti kwetu jeshi la polisi kwamba umeibiwa simu yako. Jeshi la polisi kupitia kitengo chetu cha uhalifu wa mtandao, tunatamani sana na tunapendelea sana unapokuwa unafungua kesi ya kuibiwa simu yako, ueleze na utambulisho wa simu yako kwa maana ya email number. Utaifahamuje? Unaifahamu kwa kubofya kwenye simu yako, iwe hata kama ni ya touch. Ukibonyeza *06 utambulisho wako utakuja kwenye simu yako, utauona. Tunaomba sana wananchi, kila mtu anayetumia simu yake afahamu utambulisho wa simu yake, ili pale inapotokea imepotea inakuwa ni rahisi sana kuifuatilia kupitia jeshi la polisi kwenye kitengo chetu cha uhalifu wa mtandao. Lakini pia tunakumbusha wananchi, hasa wazee wastaafu na wenye wazee wastaafu, kuepuka kuhudumiwa huduma za pensheni, mafao kwa kupigiwa simu. Tunasisitiza sana kwamba angalau wazee, una changamoto yote ya mafao yako, nenda ofisi ya mafao ambayo ipo kila mkoa. Usikubali kupigiwa simu. Basi hata kama ukipigiwa simu, usitoe siri zako za akaunti yako ya benki, usitoe taarifa zako kupitia mawasiliano ya simu. Ni vizuri na ni vema sana mstaafu, nenda kwenye ofisi ya mafao uweze kusaidiwa kwa karibu sana, kwa sababu hizo ofisi zipo kila mkoa na serikali imeboresha sana hizo ofisi, zinafikika, huwezi kupotea. Na unapoona kama labda huwezi kuifahamu ofisi ya mafao ilipo, fika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe, ulizia unahitaji kufahamu ofisi ya mafao ilipo, ili uweze kuhakikisha kwamba unafika mahali sahihi. Kwa sababu pia inawezekana sehemu zingine ukadanganywa kwamba ofisi ya mafao iko mahali fulani na ukatapeliwa. Lakini basi ukifika kwa jeshi la polisi ni rahisi sana kuifahamu ofisi ya mafao, na njia rahisi sana ya kulifikia jeshi la polisi ni kupitia polisi kata. Tunawaomba sana wananchi wawatumie polisi kata ambao wako kwenye kata zote ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Kata zote zina polisi kata, na ili uweze kumfahamu vizuri polisi kata, fika ofisi ya mtendaji wa kata. Onana mtendaji wako wa kata, muombe unahitaji mawasiliano ya polisi kata. Huyu atakusaidia sana kukuunganisha na huduma unayohitaji kwa usalama zaidi, na atakusaidia pia kukuelimisha changamoto yote ya kiuhalifu ulionayo. Umeona kuna jambo lolote la kimtandao ambalo limekusibu, umedukuliwa, umeibiwa pesa zako, umefanywa jambo lolote la kiuhalifu wa mtandao, umetukanwa kwenye mtandao na mtu ambaye humjui, anakutumia matusi tu, humfahamu, anakufanya, yani tuseme tu kwa ujumla, ndugu zangu wananchi, kwamba swala lolote lile ambalo unaona ni uhalifu lakini unafanyika kupitia kifaa cha mawasiliano, iwe simu au kompyuta, onana na polisi kata au fika kituo cha polisi kilicho karibu na wewe. Watakuelekeza namna gani uweze kushughulikia lalamiko lako. Lakini kikubwa zaidi, sisi jeshi la polisi tunapokea kesi zote na tunazichunguza, na kupitia kitengo cha uhalifu wa mtandao tunashughulikia makosa yote ya uhalifu wa mtandao. Uwe umeibiwa, uwe umefanya tukio lolote lile la kijinai linalohusiana na mtandao au matumizi ya mtandao wowote ule, fika kituo cha polisi ili uweze kusaidiwa. Tuna wapelelezi wazuri na ni watoe wasiwasi. Kupitia polisi jamii tunazidi pia kuwakumbusha wananchi kwamba jeshi la polisi sasa hivi limeboreshwa sana. Lina askari wenye uweredi wa hali ya juu, wenye uwezo wa kuchunguza makosa mbalimbali yakiwepo makosa ya mtandao. Kwa hiyo tunapofika kwenye jeshi la polisi, kwanza tunawaomba wananchi waendelee kulipa ushirikiano, kuhakikisha kwamba
unapoenda kukiripoti usitoe tu taarifa ya uongo, iwe ni taarifa ya kweli ambayo itawasaidia jeshi la polisi kuchunguza tuhuma hizo na kuweza kumsaidia mwananchi kuweza kudhibiti hiyo hali. Na kwa ujumla tu niwaambie tu wananchi kwamba jukumu la jeshi la polisi ni usalama wa raia na mali zake. Hivyo una changamoto yote ya usalama wako au mali zako, fika kwa jeshi la polisi. Na kama uko karibu na kata yoyote ile, fika kwa polisi kata, muone polisi kata wako, mueleze changamoto yako, atakupa mwongozo mzuri sana na usalama wako au mali yako itazidi kuwa salama zaidi kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Asanteni sana wananchi. Karibuni sana kwa jeshi la polisi Tanzania, hasa kwa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma katika kila kata. Nimerudia tena, naomba sana niseme hii kata kwa sababu kwamba tuna kata zingine ziko mbali na makao makuu ya jeshi au kituo cha polisi. Lakini kwenye kata husika kuna kituo cha polisi, kwa maana kwamba kuna polisi kata yupo. Karibuni sana tushirikiane kuzuia uhalifu wa mtandao na makosa mengine ambayo yanaweza kutendeka katika mazingira yetu. Asanteni sana. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kipindi hiki kimetayarishwa na studio za Main FM Radio Kigoma. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania au kupitia nambari ya simu 0677 000009. Kwa niaba ya wote walioshiriki nasi, mimi ni Koleta Hume nami ni Beka Muhamba. Kwa pamoja tunasema mpaka wakati mwingine, kwa heri.